Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Tunduma Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kujua nini mpango wa halmashauri kwenda kununua mtambo wa kutengenezea barabara. Kwanza kabisa nawapongeza wananchi ambao wanafungua barabara kwa nguvu zao. Lakini jambo la pili, kupitia bajeti tulizonazo tunaendelea kuzitenga kwa ajili ya kuenda kuboresha mle walimofungua wananchi, kuweka kifusi, kujenga mitaro. Lakini kwa swali lako la msingi, nadhani sasa kupitia baraza hili katika bajeti ijayo na tutakayoanza kuijadili, ni waombe waheshimiwa wenzangu, twendeni tukajadili juu ya namna gani tutatenga fedha na kuweza kununua mtambo wa kufungua barabara zetu katika mji wa Tunduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipanga vipi kuhusu vyumba vya madarasa shule ya msingi Ukumbusho? Tunataka kujua. Tibu ulivyo, halmashauri imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya uboreshaji wa madarasa, uongezaji wa madarasa kwa ajili ya watoto wetu. Hivyo kama liko kwenye mpango, tutakwenda kuboresha vyumba hivyo na kuongeza madarasa katika shule ya msingi Ukumbusho. Lakini kama halipo kwenye bajeti ya mwaka huu, basi tuwaelekeze wataalamu kulichukua kwa uzito katika bajeti ijayo, tuweze kutenga fedha na kwenda kumalizia madarasa hayo na kuongeza vyumba kwa ajili ya watoto wetu katika shule ya Ukumbusho. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kuuliza Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi vikao vyetu haviwezi kurushwa kwenye taarifa ambazo wanaziona wananchi kwa sababu waandishi wa habari wapo? Asante sana. Kurushwa kwenye vyombo vya habari kupitia media mbalimbali, lakini pia kwa swali lako zuri, tuwaombe waandishi wetu wa habari wa ndani na nje, tutakapokuwa na baraza wakati mwingine, basi taarifa zetu ziruke live. Asante kwa nafasi. Kuna shughuli iliyokuwa inaendelea kwenye kata ya Maporomoko kwenye eneo ambalo tulikuwa tumetenga kujenga soko. Magreda yamefika pale, yanasembua pale, tumeulizwa maswali mengi na wananchi, tumeshindwa kutoa majibu. Wengine wanasema mabasi yanataka kuhamia pale, wengine wanasema ni soko. Sasa nataka nipate majibu ya halmashauri ili tujue mambo ya kwenda kuwajibu wananchi pindi wanapotuuliza pale panasembuliwa kwa ajili ya nini. Asante sana kwa swali zuri kutengeneza miundombinu. Sasa kwa wakati huu, kwa sababu mabasi yameonekana yanapaki barabarani mle na kuleta usumbufu kwa wananchi, tukaona kama ni jambo linaweza likawa zuri, lakini kwa sababu issue ya mabasi ni issue ambayo ina mapana yake na tunapaswa kushirikisha na vyombo vingine vikiwepo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo kwa sasa kuna mchakato ambao unaendelea kwa kushirikisha vyombo vingine na taasisi zingine. Kwa hiyo majibu ya pamoja yatakapotokea na kupatikana, nadhani tutajua sasa tunafanya nini na tutatangaza kwa wananchi kupitia kwenu nyinyi. Kwa hiyo niwaombe muendelee kuwa na uvumilivu ili jambo liwe sahihi na lenye usalama mzuri. Asante. Lakini nipende kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia kuweza kufika katika hadhara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiki ni kikao changu cha 4. Huwa nikifika hapa nakuta kama hivyo wanavyonimulika na makamera, lakini tangu nimeanza kukaa kwenye vikao hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, sijaona kipindi chochote cha baraza kikirushwa ili kuweza kujua baraza leo la Tunduma limekaa katika baraza. Sasa nashindwa kujua kuna kanuni nayo kuzuia baraza letu siweze kurushwa au ni mipango tu ya halmashauri ndio inafanya baraza siweze kurushwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa za baraza huwa na mipaka. Taarifa za baraza zimekuwa zikirushwa wakati wote. Kwa hiyo tuwaelekeze na kuwaomba waandishi wa habari waendelee zaidi kurusha taarifa zetu, kuvuka mipaka na kwenye vyombo vingi, na tunaendelea kuwakaribisha na waandishi wa habari wengine ambao hawapo katika ukumbi huu katika nyakati zingine,
ili taarifa zetu zifike mbali zaidi. Lakini kama tulivyosema mwanzoni, mkurugenzi, angalia namna nzuri kupitia vyombo vyetu vya ndani, kama baraza linaendelea hapa, kama kuna uwezekano wa kurusha live katika mitandao ya kijamii tuwe tunarusha live. Asante. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nilitaka kujua ni nini ili tatizo la wakulima wadogo wadogo wenye kubeba mahindi gunia 10, gunia 3 kukimbizwa na kukamatwa, ni lini ili tatizo litakoma? Sana kwa swali zuri. Nadhani tunaielekeza halmashauri ya mji Tunduma kwa maana ya wataalamu kuachana na tabia hiyo ya kuwaharasi wananchi wetu wale wanaokuwa wamebeba gunia 1, 2, 3 na watengenezee mazingira mazuri ya kufanya shughuli zao pasipokuwa na kero zozote. Hivyo tunaomba utekelezaji ufanyike kwa kufata sheria, taratibu na miongozo iliyowekwa. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kujua ni sababu gani inayosababisha gari zetu za halmashauri zinaenda umbali mrefu wilaya ya Mbozi kwenda kupata mafuta, wakati halmashauri yetu ina sheli ambazo wanaweza kupata mafuta. Ni sababu gani inayosababisha? Asante. Diwani wa viti maalum halmashauri ya mji wa Tunduma analotaka kujua kwa nini magari yanakwenda umbrefu mwingi kwenda kuchukua mafuta wakati na sisi tuna sheli zetu. Mwongozo wa serikali, gari zote za serikali zitakunywa mafuta katika sheli za serikali. Kwa kuanzia, serikali imeweka kila mkoa sehemu ya kunywa mafuta katika sheli za serikali. Hivyo basi, kwa kupunguza changamoto hiyo, tuiombe tu serikali iweze kuwa na mipaka mirefu, iweze kusogeza vituo katika wilaya zetu ili magari yetu sasa yasiende mbali katika wilaya na halmashauri, ili kupunguza gharama ya matumizi ya mafuta pindi tunapofata mafuta. Hivyo tunaomba serikali iweze kufanya hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu lina A na B, lakini limefilisiwa sana na Mheshimiwa Migodera, lakini nitatakiwa niongeze nyama alafu niulize swali B. Halmashauri ya mji wa Tunduma, kutokana na kilio kikubwa cha madiwani katika vikao vyetu, tumegundua kwamba kuna shida sana ya mabarabara. Yaani tunapofika swala la barabara aidha kufunguliwa aidha kuziboresha, tunapata shida sana. Kwa ushauri wangu ilikuwa mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunanunua matrekta ya kusembua mabarabara ili kuondokana na hii adha. Kwa kuwa umeshaijibu, sitaendelea. Nije kwenye swala B. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kujenga barabara zetu za lami katika mji wa Tunduma, inaonekana kwamba watu wetu kwa kuwa hawakuwa tayari kuzikabili barabara za lami hasa kwenye makata yetu huko. Sasa kumekuwa na matatizo makubwa ya watu wetu kugongwa katika barabara hizo. Na mmojawapo mwasilika mkubwa ni kata ya Sogea, ambao mpaka sasa kwa takwimu tuna watu 6 wameshagongwa katika barabara inayotoka Sogea ukiacha barabara kuu kuelekea Mpande, wamegongwa 6 wamefariki. Lakini watu 4 mpaka saizi ni vilema. Sasa nilikuwa naomba ni mpango gani wa dharura kabisa kuhakikisha tunaiwekea matuta eneo hilo ili watu wetu waendelee kuenjoy katika lami hizi. Asante sana. Pamoja na idara ya ujenzi ya halmashauri kwa udharura wake waweze kuifuatilia barabara hiyo ambayo inaleta maafa na kuweza kuweka matuta ya kupunguza mwendo kasi. Na isiwe barabara tu ya Sogea, kama kuna barabara nyingine ambayo inaleta changamoto, ni waombe waheshimiwa madiwani kuwasiliana na ofisi ya mkurugenzi ili kwa udharura wake iweze kushughulikiwa barabara hizo. Asante.
Mabena Petrol Station iliyopo Chimbuye ya kwanza, barabara ya Tunduma Mbeya, inawakaribisha wateja wake wote wenye vyombo vya moto kupata nishati safi ya mafuta yenye viwango bora na ujazo sahihi kwa matumizi ya chombo chako. Tunatoa huduma masaa 24. Tunapatikana Chimbuye ya kwanza ukitoka Tunduma na Chimbuye ya pili ukitoka Mbeya. Pia tunawakaribisha kwenye vituo vyetu vilivyopo Njombe mjini, Makambako mjini, Songea mjini, Masasi, Nyamwage na Kibaha Miembe Saba. Ili kupata maelezo tupigie simu namba 0796 332 522 na 0747 630 476. Mabena Petrol Station, tunajali chombo chako. Nyote mnakaribishwa. Yamaji aji na chini benzi azaji aji na chipo ageto akombeji neji chipolo polo azaji